Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hapa ndio swala ya Ijumaa ndio imeisha na tumebahatika kupata ndugu yetu ambaye kwamba ameamua kuslimu katika msikiti huu wa Madrasa Bilal Islamia ambaye kwamba anapatikana Bugeng, na hapa nafikiri ratiba ile niliyokueleza ya dua itaendelea baada ya kijana kuslimishwa katika msikiti huu, na hii ni baraka katika siku kama hii ya Ijumaa ya pili nafikiri ama ya tatu tumepata mtu ambaye kwamba alituletea mitambo kuamua kuslimu katika msikiti huu, na hapa ni swala ya Ijumaa imeisha na tutaingia moja kwa moja katika dua ambayo kwamba ilikusudiwa na mzee Shaaban ambaye kwamba kuanuia watoto wake kufanya dua watoto wake kwenda kusoma nje ya nchi ya Kenya. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ungana nami Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, na mawaidha yote na darasa mbalimbali tutazipata kupitia TV yako, lakini usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kulike ili wengine waweze kupata ujumbe huu katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Tuungane na waumini katika msikiti huu wa Bilal Islamic Center Bugeng ambao kwamba tutaingia moja kwa moja katika ukumbi sasa wa dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mwalimu wetu kipenzi chetu na si mwingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tunaomba tufanye subra kidogo kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa na kuna wengine pengine walipita msikitini kuswali siku ya Ijumaa, lakini kwa msikiti huu na mkazi wa msikiti huu alikuwa na jambo lake ambalo kwamba ni jambo la kuwafanyia dua watoto wake ambao kwamba wanaenda kusoma nchi za nje. Kwa hiyo tunaomba hudhuri yenu, tunaomba uwepo wenu kwa sababu ni jambo la dua, na unaweza pia kunuia tatizo lako, ni maradhi unaumwa, ni biashara, ni mipango yako ambayo kama unaweza kunuia, basi Mwenyezi Mungu anaweza kufanyia pesi. Tunakuwa na dua inshallah, tufanye subra kwa sababu uweza ikao umepita barabarani lakini ukasikia ni Juma inaendelea na ukasema huingie ndani. Kwa hiyo tunaomba tufanye subra na tunaomba wale Adam na Abdul Aziz ambao kwamba wale watoto wenyewe wa kunuia kwenda kusoma huko nje. Tunaomba wale watoto ambao kwamba wanaenda ni lengo maalum kufanya dua katika hili. Hata mfano inshallah atafunguliwa Qur'an Abdul Aziz. Watoto wa mzee Shaaban subiri Abdul Aziz ambaye imamu tusalisha hapa. Kwa tunaomba inshallah tuweze wasichana wasikia kama kuna wasichana wapenda tuseme hao kama vijana afwan. Wasichana tunaomba mweke nia zenu kwa msikiti wa mama huko. Kwa vijana ni hawa vijana za Shabani, kuna Adam mama lakini wafahamu lakini vizuri mwao ni Adam na ndugu yake hapo ndugu yake Aziz, na kuna wasichana mabinti wa huko. Kwa hiyo tuatilie nia, Mwenyezi Mungu afanyie sahali, Mwenyezi Mungu afanyie wepesi, Mwenyezi Mungu awadili na hasad, Mwenyezi Mungu awatie, kwa sababu ni safari sisi tumezoea safari ya bodaboda kwenda Mungu na kurudi. Hii ni safari ya kijiji, na usafiri kama huu mambo ni mengi ndugu zangu kwa Kiislamu, tunasikia ajali kila kukicha. Kwa hiyo tuombeeni Mwenyezi Mungu awafikishe salama na Mwenyezi Mungu afanyie sahali kwenda kusoma inshallah. Na sisi hapa kwamba pia tunahudhuria, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi mambo yote ya biashara, ni maradhi na kuumwa, kama kuna ni vijana pia wanapata kazi, wanapata kazi, Mwenyezi Mungu pia afanyie wepesi. Na wale ambao kwamba pia ni vijana lakini wana ndoa zile za kama stay, wana ndoa zile ndoa sio za msingi katika Uislamu, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuoa, kwa sababu ni janga kubwa kabisa katika Busia. Waislamu wengi sasa hivi wanaishi na wanawake lakini sio wake zao. Ikifika msimu wa Ramadhani na pewa likizo, bwana anaenda nyumbani kupumzika, Ramadhani ikiisha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia awajalie waweze kuona inshallah. Program itaendeshwa na Sheikh wetu mwalimu wetu hapa Sheikh Sadat Masoni inshallah, kwa program hii inshallah. Takbir. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wiki jana
Baada ya swalatul Jumaa tulimpata ndugu yetu ambaye alirudi katika Uislamu. Hatusemi kuingia katika Uislamu, tunasema kurudi katika Uislamu. Manake mtu yeyote ambaye anazaliwa akiwa Muislamu, kisha baadaye wazazi wako wanakugeuza, aidha wanakupeleka katika unaswara ama Uyahudi. Kwa hivyo ndugu yetu Musa, sijui kama amekuja Jumaa leo. Musa yuko wapi? Yule tulimsilimisha wiki jana, amekuwa hapa, nimemwona hapa. Ameshatoka nje. Tulipata Musa, anaitwa Musa Obai, alirudi katika Uislamu. Takbir. Allahu Akbar. Na leo tumempata ndugu yetu Eric ambaye sasa ni Hussein, karibu katika Uislamu. Allah anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya haki, ya ukweli mbele ya Allah ni Uislamu. Hakuna dini nyingine. Kwa hivyo tunataka kuanza sherehe yetu, lakini kabla hatujaanza napenda kuwakumbusha kuwa hapa tuko Bilal Islamic Center, Bugenyi, Busia. Hii ni markaz ya Kiislamu ya watu wa Busia ambao tuko na msikiti hapa, tuko na vyumba vya madrasa, ingawa madrasa yenyewe bado haijaanza kuwa operational. Tumekuwa na ile ya Jumamosi, Jumapili, lakini mwalimu wetu akakuja akachukuliwa na msikiti wa Funyula Jamia, Ustadh Rajab Omar. So tumekuwa hatuna mwalimu, so madrasa mara hii hatujasoma. Kisha tuko na nyumba kule nyuma kabisa kule chini, ambapo kuna ndugu zetu wanaishi hapo. Katika hizo nyumba zimefunguliwa nadhani miezi kama 3 imepita. Na tuko pia na ndugu yetu Shaaban Buyala ambaye amekuwa hapa kwa miaka kadhaa. Amekuwa ni ndugu yetu ambaye ametufanyia kazi kubwa sana mahali kama hapa. Kama Mwenyezi Mungu hangemwezesha, hangempa uwezo, pengine tungekuwa tukikuja tunapata hakuna madirisha katika huu msikiti. Hakuna madirisha katika zile class. Kwa hivyo anafanya kazi kubwa sana pamoja na familia yake, kuangalia hapa mahali, kung'arisha hapa mahali. Na hata mkiona tuko na kisima hapa nyuma, lakini kiliharibika kidogo. Mnaona familia yake inabeba maji kutoka umbali kuleta hapa maji yetu ya udhu. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awaandikie katika mizani zao za hasanat, akubali hizo juhudi zao katika kuimarisha hapa mahali, na awalipe siku ya mwisho. Kwa hivyo sina mambo mengi. Mimi vile mnaambiwa naitwa Sadat Mansur. Mimi ndio huwa nasaidia hapa katika swalatul Jumaa, na leo alhamdulillah swalatul Jumaa yetu imekuwa ya kipekee, si kama hizo Jumaa zingine. Napenda kumuita kijana wetu, vile mnaambiwa tuko na vijana ambao wanafaa waende masomoni, kujiendeleza masomo ya hali ya kiwango cha juu. Na hawa vijana wetu kutoka hapa Bugenyi, si Bugenyi tu, bali kutoka hapa Bilal Islamic Center Bugenyi Busia, tunajivunia hawa vijana. Na ndugu yetu Shaaban amejaribu sana kuwasukuma watoto wake katika kutafuta taalimu ya dini na pia katika shule. Kwa hivyo kuna hawa vijana wawili, Adam na Abdulaziz, kisha tuko na mabinti pia kule nyuma ambao pia watakuwa wanaenda kusoma. Tuko hapa kuwapatia motisha, kuambia kuwa watilie mkazo masomo yao na waweke Allah mbele, kwa sababu hao ndio vijana wetu ambao wakirudi watainua hii sehemu na watainua pia Busia County yote, Western yote na nchi nzima. Tunaombea Allah awapatie najah, wawe ni wenye kufaulu. Nataka kumwomba ndugu yetu Abdulaziz tufungulie kwa Qur'an, kisha Adam atafuata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Adam Shaban. Nitaomba mtulie na usome Qur'an kidogo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Takbir, Allahu Akbar. Naomba Allah mzidishie ilmu yenye manufaa. Tunaenda kwa kijana wetu wa pili ambaye ni huyu, amekuwa Adam Shaaban. Tunaenda kwa Abdul Aziz ambaye ametuswalisha swalatul Jumaa, pia tusomee Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل
فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما شاء الله بارك الله فيك. Takbir, takbir. Nashukuru vijana wetu wawili ambao wametusomea Qur'an. Tuko pia na binti ambaye pia anaenda katika masomo. Hebu tusomee